Tuna miradi mingine mingi ambayo imetekelezwa. Manispaa yetu ya Kinondoni tu kwa mfano, kwenye kiasi ambacho wamekusanya bilioni 287 katika kipindi cha miaka mitano, shilingi bilioni 175 wameziweka kwenye miradi ya maendeleo. Ndio hizi mtaziona kwenye utekelezaji kwenye kila kata. Tuwashangilie kabisa manispaa yetu ya Kinondoni, amstahiki meya, waheshimiwa madiwani kwa kazi nzuri wanayotekeleza. Ukijumlisha hii mitatu tu mheshimiwa mwenyekiti, yaani unakuta trilioni 1 hii hapa imeshafika. Ndio nawaambia ni uwekezaji mkubwa sana mheshimiwa rais ameufanya. Sekta ya maji ambayo ilikuwa ni kero, leo hizi si maji mheshimiwa mwenyekiti. Kinondoni hii 97.8% tunapata maji. Nadhani katika mkoa wetu wa Dar es Salaam huu sisi tunaongoza kwa kupata maji safi na salama kilinganisha na maeneo yote yale. Changamoto ndio zipo, lakini uwekezaji uliofanywa wa bilioni 71 ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni mkubwa. Kubwa sana. Sehemu ambako walikuwa hawana mabomba ni wenzetu wale wa mtaa wa Mbopo, ambapo juzi usambazaji wa mabomba kilomita 18 zaidi ya shilingi milioni 281 wanaendelea kuwafikia kaya 2000. Tukikamilisha wale tutakuwa tumefika kwenye 99% hivi. Mtandao wa maji safi na salama utakuwa umefika kwenye maeneo yote. Kazi yetu sasa itakuwa ni kuwasimamia wenzetu wa DAWASA kuhakikisha sasa maji yanaingia kwenye matenki na kuweza kuwafikia wananchi. Na katika hili kwa kweli wanajitahidi. Japo wiki ya jana nimeona kuna changamoto maeneo ya Nanasif, tulifika pale na tukaelekeza, lakini maeneo ya kata ya Makumbusho hasa mtaa wa Changanyikeni na Sindano wana changamoto hizi, lakini tutaendelea kuwasimamia wenzetu wa DAWASA kuhakikisha kwamba basi mifumo hii ya maji safi yaliyokuwa yamesambazwa, maji kweli yaendelee kuwafikia wananchi na walipie kulingana na zile gharama za kihalisia ambazo watu wametumia maji. Kwenye sekta nyingine mheshimiwa mwenyekiti, sekta ya afya, kwa kweli tunajivunia sana. Wenyewe mtakuwa mashahidi. Kienda kwenye kila kata karibu manispaa imefanya kitu pale na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kienda Kigogo kuna kituo kizuri kabisa cha afya cha kisasa, tujipigie makofi mengi sana. Na wanatoa huduma nzuri. Mimi na kawaida ya kupita hata nyakati za usiku. Wiki iliyopita nilienda pale Kigogo mida ya saa 3 ya usiku kukagua kuona huduma zinatolewa vizuri. Na kwa kweli niliridhika. Upatikanaji wa madawa, lakini na huduma ambayo wataalamu wanaitoa pale Kigogo. Na sijasikia haya malalamiko mheshimiwa mwenyekiti. Ukienda pale Kinondoni pana kituo cha kizuri kabisa cha kisasa. Juzi tumeenda na Mwingi wa Uhuru pale Nanasifu. Manispaa inaendelea kuweka hela kuhakikisha Nanasifu wanakuwa na kituo kizuri kabisa cha afya pale. Na maeneo mengine mengi mheshimiwa mwenyekiti, manispaa yetu ya Kinondoni na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye sekta ya afya wameendelea kuboresha sana. Kienda kwenye sekta ya elimu ndio usiseme kabisa. Kati ya shilingi hizi bilioni 175, bilioni 39 hizo zimeenda kwenye sekta ya elimu msingi na sekta ya elimu sekondari. Wenyewe mtakuwa mashahidi. Kila sehemu manispaa imefukua na kuanza ujenzi. Kama haujakamilika mafundi wako wanaendelea. Kama wamekamilisha watoto wako pale darasani. Juzi kamati yako ya siasa mheshimiwa mwenyekiti tulienda hapo Tandale kwenye ile shule ya sekondari ya Bastalimba ya kisasa. Huwezi ukaamini kwamba imejengwa na Watanzania, imejengwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri. Tuwapigie makofi mengi sana waheshimiwa madiwani na mkurugenzi wetu wa manispaa. Kwa sekta ya elimu tumefanya vizuri sana kwa sababu miundombinu imejengwa, lakini pia watoto wameongezeka. Tulikuwa na watoto kama 20,000 hivi enrollment kwa mwaka. Sasa hivi wamefika hadi 25,000. Kwa idadi ya wanafunzi wameongezeka, na kwa kweli kama kuna sehemu watoto wanakaa chini ni sehemu chache sana. Kwa kiasi kikubwa zaidi ya 95% watoto wetu wa shule za msingi na sekondari wanakaa kwenye madawati na wanasoma vizuri. Lakini pia tuna maeneo mengine, tuna fedha kwa mfano za mfuko wa jimbo mheshimiwa mwenyekiti, tuliweza kupokea zaidi ya shilingi milioni 843 na zimefanya kazi nyingi, ikiwa ni pamoja na kutengeneza vizuri kabisa kile kituo cha afya cha pale Kijitonyama, ambapo ni zahanati ya kwanza nadhani ambayo unaenda pale unapata x-ray
unapimwa hapo, kila kitu kwenye zahanati hiyo. Tujipigie makofi mengi sana. Kwa hiyo ni miradi mheshimiwa mwenyekiti, ipo kwenye wilaya yetu hii ya Kinondoni. Kwenye masoko pia kazi kubwa imefanyika. Hili ni mojawapo, lakini sasa hivi wenzetu wa Tandale pale wanajivunia soko zuri la kisasa kabisa liko pale, ambalo wafanyabiashara 2200 hivi tunataraji wataingia wajae kwenye ile soko. Sasa hivi ni kama 1000 hivi na 50 ndio wako pale, lakini ni soko zuri na usafi unaendelea kuimarika, na hivyo kupitia lile soko la kimkakati ni ajira ambazo zinaenda kutengenezeka pale, ni mapato yanaenda kutengenezeka pale. Uwanja ule wa KMC Complex ni kielelezo mheshimiwa mwenyekiti. Juzi siku ya Jumapili nilipata bahati ya kualikwa kwenda pale kuwa mgeni rasmi. Kulikuwa na mashindano ya tamasha la michezo lilokuwa linaratibiwa na dada yetu anaitwa Aisha Hamis Masaka. Nafikiri kama wengi tutakuwa tunampata, ni mcheza mpira kule Uingereza, anachezea Brighton. Lakini pia kuna dada yetu anaitwa Frida Amani, walicheza pale. Na kulikuwa na wageni wengi sana, wengine wametoka Sweden, wengine wametoka Italy, walikuja pale. Mgeni rasmi alikuwa awe speaker wetu wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson. Sasa kwa sababu ya ratiba zilikuwa nyingi, nikaambiwa mimi niende. Wale wageni wakauliza wa kutoka Sweden, hivi uwanja umejengwa na nani huu? Na serikali ya Jamhuri ya Ura? Nikasema ni serikali kupitia manispaa ya Kinondoni. Wakawa amazed na kazi ile mzuri iliyokuwa imefanywa pale. Kwa sisi wenyewe tunaweza tusione kazi hizi mzuri ambazo zimefanywa na halmashauri, taasisi za serikali, zimefanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini wapo watu ambao kwa kweli wanathamini kazi kubwa hii na wanafurahia matokeo haya makubwa ambayo tumeendelea kuyafanya. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, ni kila sehemu kuna kazi mzuri zimefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan za kujivunia kwa uwekezaji mkubwa wa masuala ya fedha. Na kupitia taarifa hii, ndugu zangu wajumbe, zile changamoto tulizokuwa tumeziibua kwenye vikao vilivyopita, nyingi zimejibiwa na nyingi zimetekelezwa, na nitatoa hiyo mifano. Kwa mfano, kwenye kata ya Bunju walikuwa na kilio kuhusu ile kituo cha polisi, na kweli kile kituo kimekaa muda mrefu, lakini tunashukuru mkurugenzi mstahiki meya na timu mzima manispaa walitoa shilingi milioni 15 kwa ajili sasa ya kuendelea kuhakikisha kile kituo tunakikamilisha. Wenzetu wa Mbweni walikuwa kila kikao wakilia na juu ya lile soko na ujenzi wa shule pale ya msingi, lakini nafahamu CCM oye, nafahamu kuna hela ambazo zimeshaenda pale na zinatekelezwa. Ukienda Mikocheni walikuwa na kilio na barabara ile ya Chato, ambayo ilikuwa ni kilio kikubwa. Kila wakati utasikiliza kwenye vyombo vya habari, kuna barabara hapo, maji taka yanasambaa kila sehemu, lakini tunashukuru kwamba kazi ile ilishakamilika na sasa hivi watu wanapita vizuri, na hata jana mimi niliweza kupita pale mheshimiwa mwenyekiti. Lakini tulikuwa na changamoto zingine ya miradi ya DMDP. Ilikuwa ni kilio. Sasa miradi hii utekelezaji ukoje? Neno la faraja mheshimiwa mwenyekiti, leo hii mchana tena nikiwa na mheshimiwa Grace, diwani wa viti maalum kata hii ya Wazo, tuliongea na wenzetu wa DMDP na bahati timu mzima ya kutoka TAMISEMI. Leo hii wanapita na wakandarasi kuwaonyesha barabara. Wameonyesha barabara ile ya kutoka Bwawani kwenda kupitia Nyakasangwe, unaenda mpaka Madale, lakini na barabara zingine kwenye kata hii ya Wazo. Kwa hiyo tutaendelea kufuatilia kuhakikisha kwamba miradi hii kwa fedha za DMDP zinakamilika vizuri, na miradi mingine ya barabara ambayo tuko nayo inaendelea kukamilika. Mwenyewe utakuwa shahidi mheshimiwa mwenyekiti, juzi tumeweza kupita kwenye kukagua baadhi ya miradi ya barabara ile ya kule Changanyikeni kilomita 1, zaidi ya shilingi bilioni 1.2 zimetumika za manispaa ya Kinondoni. Lakini tuna barabara zingine ambazo zimetengenezwa kwa mapato ya ndani. Ukienda pale kuna uwekezaji mkubwa, na hii inatokana na jitihada kubwa za kuleta uwekezaji. Mheshimiwa Rais, kuna hospitali ya kisasa kubwa kabisa pale kata ile ya Kinondoni inaitwa Shifa. Na kibarabara kile kwenda pale Shifa ilikuwa ni mbaya zaidi. Wenzetu wa Kinondoni mtakuwa mashahidi. Ile barabara imetengenezwa
kwa mapato ya ndani ya manispaa ya Kinondoni. Tujipigie makofi mengi sana. Tumeongeza thamani ya ile hospitali kubwa. Kwa hiyo sasa hivi wagonjwa pale wataenda, na wale watu wanaenda kupeleka wagonjwa wataenda pale hospitali na watapata huduma kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo ni PPP imefanyika pale ya muundo wa aina yake kabisa. Lakini tuna barabara ile ya Mediterranean na yenyewe pia imeendelea kutuletea sifa nzuri, zaidi ya kilomita 1.2 imetekelezwa pale kwenye kata hii ya Kawe. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mama Samia oye! Dr. Samia oye! Kwa hiyo zile changamoto nyingi zilizoibuliwa zimetekelezwa, lakini na nyingine zipo kwenye mipango ya utekelezaji. Kwa mfano Mikocheni pia, kile kilio cha kubadilisha kile chuo kiwe kituo cha afya, nimejulishwa na nimefuatilia shilingi milioni 600, ndugu yangu Mheshimiwa Odemba, kimetengwa kwa ajili ya kuanza sasa ujenzi pale wa kituo kizuri kabisa cha afya. Tujipigie makofi mengi sana. Kwa hiyo vile vilio vipo, lakini seme pamoja na mafanikio hayo bado tuna changamoto za hapa na pale. Changamoto yetu kubwa sana ambayo tuko nayo sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti ni barabara. Barabara bado ni changamoto. Hatuwezi tukafumba macho hivi tukajidanganya kwamba kwenye eneo la barabara tuko vizuri sana. Tuna changamoto. Lakini uzuri ni kwamba tuna report. Tumefanya assessment ya kujua maeneo korofi zaidi. Yote tunayafahamu. Kwa mfano sehemu kubwa ambayo tuna shida sasa hivi ni Mbezi Beach A, Mbezi Beach B. Na maeneo ya kata ya Mbezi Juu. Mbezi Juu karibia yote barabara zake zina changamoto kubwa. Lakini ukienda kata ya Kunduchi, Mheshimiwa Mwenyekiti, Tegeta, Mtongani, Ununio, barabara zake zina shida kubwa. Ukienda kata ya Mabwepande, viunga vina shida. Ukienda kata ya Bunju ina shida. Wale ambao wako vizuri hapa kidogo, pia maeneo ya Nanasifu kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna changamoto kubwa kama ambavyo ilivyo Mbezi Juu. Kwa yale maeneo yenye shida Mheshimiwa Mwenyekiti, yote tunayafahamu. Tunaendelea kusukuma kwa serikali kupitia TARURA, kupitia TANROADS kuhakikisha kwamba basi hizi changamoto za barabara tunazipatia ufumbuzi. Kama sio kuziwekea lami, basi angalau tuzigravel. Na katika hili tunashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, manispaa ya Kinondoni imekuwa na mpango wa kununua mitambo ya utengenezaji wa barabara. Sasa hivi tunavyoongea wameshapata ile excavator pamoja na roller lile la kushindilia. Bado kidogo na hivi karibuni pengine mtambo ule wa kuangua barabara utafika. Tuwapigie makofi mengi sana wenzetu wa manispaa. Kwa hiyo tukipata huo mtambo, maana yake barabara nyingi hata kuzigravel hivi pikipiki, bajaji na magari madogo yaweze kupita, tutaweza kufanikiwa. Lakini tunachukua hiyo kwa uzito. Tunatarajia baada ya hizi mvua tu kuisha, tutafute mitambo ya wadau kama ambavyo tulifanya mwaka jana. Turudi yale maeneo ambayo ni korofi kabisa, basi tupitisha mitambo huko tuweze kutengeneza hizo barabara. Changamoto nyingine ambayo Mheshimiwa Mwenyekiti tuko nayo ni miradi ile ya urasimishaji. Hiyo iliibuliwa kipindi kile, lakini sema mpaka sasa hivi bado tuna hizo changamoto. Tunaisubiri sana kwa hamu wenzetu wa wizara. Wamekuwa wakituahidi na tumeona wanajitihada hizo. Kuna watu maalum, wataalamu walishateuliwa kwa ajili ya kusimamia na ukwamwaji ya urasimishaji. Na hii iko hasa kwenye kata ya Makongo, kata ya Mbezi Juu, tuna hizo shida pamoja na Bunju, tunazo hizo shida ya miradi ile ya urasimishaji. Niombe ili tunaendelea kulifuatilia, ili wenzetu wa wizara na sasa hivi wana mradi maalum, basi tuje tukuamue hii upimaji huu, urasimishaji huu, ili wananchi waweze sasa kufurahia serikali yao na kufurahia matumizi mazuri ya ardhi kwenye maeneo yetu mbalimbali. Changamoto nyingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni zile ndogo ndogo ambazo tuko nazo. Tulikuwa na shida kubwa ya upatikanaji wa hii fedha za 10%. Lakini tunashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais na fedha hizo za 10% kusimama, manispaa wamekuwa waaminifu, wamekusanya na sasa hivi wamekuwa na shilingi bilioni 12 kwa ajili ya kutoa 4% kwa wanawake, 4% kwa vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Na juzi wakati wa mbio za Mwenge
na hili pia ni kushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti pamoja na wajumbe kwa ushirikiano hadi kuwezesha mwenge wetu wa uhuru kupita salama katika wilaya ya Kinondoni. Siku ile wakati wa mkesha mwenge tulipouleta pale Kijitonyama Alimaua, shilingi bilioni 5.1 kiongozi wa mbio za mwenge na wale viongozi wetu wa kitaifa waliweza kuzitoa. Kwa hiyo kilio kile cha 10% sasa hivi kimetekelezwa kwa kiasi kikubwa. Mstahiki Meya, hongera sana, waheshimiwa madiwani hongereni sana, mkurugenzi hongereni sana. Sasa wito wetu ni kwamba wale watu sasa basi wazitumie vizuri zile hela, hiyo mikopo ambayo haina riba, waitumie ili wengine ambao wamekosa waje waipate. Na tukubaliane kwamba bilioni 12 ni nyingi, sio pesa ndogo, lakini haziwezi kuondolea kabisa kwenye shida ambazo tuko nazo za mahitaji ya mikopo. Tunachofanya ni kuhakikisha tunazisimamia vizuri hizi, alafu zikirudi na wengine waweze kuzipata. Lakini tunashukuru kwamba hilo dirisha sasa limefunguliwa na watu wanapata mikopo, na wenyewe mtakuwa mashahidi kwenye maeneo haya mbalimbali. Ni waombe tu tuendelee kufuatilia hivyo vikundi, tuvisimamie kwa sababu pia ni utekelezaji wa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi, ili watu wale vijana, wanawake na wenye ulemavu wazitumie basi vizuri hizo mikopo hiyo, na baadaye waweze kuirudisha, na wengine ambao hawakuwa wamepata waweze kuitumia kupata hiyo mikopo na kuweza kuzitumia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio ni mengi. Nilisema nitawasilisha tu kwa uchache kwa dakika 10. Uzuri ni kwamba wajumbe wamepewa makabrasha hayo, yameandikwa kwa kila kata, yameandikwa kwa kila mtaa. Niwaombe tuyapitia haya na tusimame kifua mbele tukijivunia mafanikio haya ya serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Oktoba. Na mimi sina shaka Mheshimiwa Mwenyekiti, kupitia mafanikio haya Oktoba tutatiki vizuri tu. Hata wale wenzetu wengine wale ambao si wanavaga nguo za rangi gani zile, yana wao watatiki tu vizuri. Na jana tulipita hapa maeneo Mheshimiwa Mwenyekiti, yaani mtu namkuta kabisa anasema mimi kwa kweli nilikuwa sijui ndani wale, lakini Oktoba nitatiki. Watatiki kwa sababu ya mafanikio haya mazuri ya serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na ni kuahidi sisi wilaya Kinondoni, timu hii ya manispaa tutaendelea kuisimamia pamoja na taasisi zingine, iwe TANESCO, iwe TARURA, iwe TANROADS, iwe DAWASA na wengine wote. Tutasimamia kuhakikisha ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, maelekezo ya kamati yako ya siasa, maelekezo ya halmashauri kuu hii ya Chama cha Mapinduzi wilaya Kinondoni tunayasimamia na yanatekelezwa. Dr. Samia oye! Mama Samia oye! Basi baada ya kusema haya Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima na unyenyekevu naomba niwasilishe rasmi taarifa hii ya utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika kipindi cha miaka 4. Asanteni sana.